Habari ya leo, jina langu naitwa Deborah Elisante, mimi ni mtumishi wa Mungu. Niko mahali hapa kukuletea program au kipindi ambacho tutakuwa tukileta kwenu kinachoitwa The Story Behind the Journey. Ni program ambayo tunaelezea maisha halisi. Mambo ambayo ni halisi yametokea kwenye maisha. Na siku ya leo niko hapa kukuletea ushuhuda wangu. Na lengo hasa la hizi shuhuda ni kukujenga, kwa sababu ninachoamini ni kwamba kwenye maisha kila mtu ana nyakati zake za giza. Kila mtu ana nyakati ambazo zinampa kutafakari, zinampa kumuona Mungu au kumjua Mungu kwa namna ya tofauti. Na mimi pia nina nyakati ambazo nilizipitia na zikanipa Mungu kujifunua kwangu kwa namna ya tofauti. Niko hapa kukushirikisha siku ya leo na ninaamini lipo ambalo utajifunza. Tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2024 ilikuwa ni siku ambayo Mungu aliokoa maisha yangu kwa namna ya pekee sana. Ilikuwa ni wakati wa mchana nikiwa peke yangu nyumbani, kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho nimeumwa kwa muda mrefu kutokea mwaka uliopita, yani 2023, kuanzia mwezi wa 11 afya yangu haikuwa vizuri. So mpaka nafika 2024 mwezi wa 3 nilikuwa niko kwenye matibabu kwenye hospitali tofauti tofauti, na kipindi hicho nilikuwa niko kwenye dawa ambazo zilikuwa natakiwa nizitumie kwa miezi 3 na muda ukawa haujafika. Lakini hiyo siku ya tarehe 6 nilipata maumivu makali sana sana sana, na nilikuwa peke yangu. Nilimjulisha mume wangu, nikamjulisha mama yangu mzazi, na nikamjulisha mdogo wangu ambaye kwa wakati huo ilitokea kwamba yeye alikuwa karibu kidogo, kwa hiyo aliweza kuwahi. Nilikuwa niko kwenye maumivu ambayo siwezi kufanya chochote. Sikuweza hata kuinuka, hata kusema labda nikaoge, nibadilishe nguo. Sikuwa naweza kufanya chochote. Nilichoweza ilikuwa ni kutuma message tu. Namshukuru Mungu kwamba alinisaidia, kwa sababu alikuja kwa wakati na akanikimbiza hospitali. Tukiwa tunaenda hospitali nilishiwa nguvu kabisa. Nilikuwa nasikia maumivu ambayo nilikuwa naona, yani hapa sidhani kama nafika hospitali. By the way, nilitamka kabisa kwamba hivi nitafika hospitali kweli, kwa sababu nilikuwa naona nakufa. Na nilishiwa kabisa, sijui nilishiwa maji au niseme nilishiwa, ni kwa sababu nilikuwa nasikia ulimi umekuwa mzito, sina mate mdomoni, yani kama kuna kitu mdomoni kinanata. Kwa hiyo nikaomba tusimame mahali, nikanunua maji, nikawa nakunywa, lakini nilipokuwa kila nikinywa ile maji nilikuwa natapika. Lakini endelea kunywa maji angalau ili nipate maji, kwa sababu nilikuwa nahisi kama nilikuwa nahisi ukavu fulani, ila nilikuwa napata maumivu makali. Baada ya kutamka lile neno, mdogo wangu alianza kukataa. Of course mdogo wangu ni Precious, ndo alinibeba siku hiyo. Alianza kukataa. Alikuwa anaendesha gari kwa speed sikuwahi kuitegemea, kwa sababu alikuwa ametoka kujifunza gari muda sio mrefu, lakini aliendesha gari kwa ujasiri huku akiwa anakataa. Utaishi, utafika hospitali, utapona. Nikamwambia Mungu, kama umekusudia niishi, ninaamini nikitoka hapa yale uliokusudia niyafanye nitayafanya. Tulifika hospitali Bochi, nikapokelewa vizuri, nikapelekwa emergency, nikapewa dawa za maumivu, nikafanyiwa vipimo vinavyotakiwa. Mpaka nakuja kumuona daktari ilikuwa ni saa 4 usiku, baada ya daktari kumaliza kliniki yake. Alivyokuja kunitazama, hakuangalia majibu ya ultrasound, hakuangalia majibu ya chochote. Alinigusa tu, akasema huyu hawezi kufika asubuhi. Kwa hiyo aandaliwe sasa hivi apelekwe theater. Nikaandaliwa pale pale, nikapelekwa theater. Baada ya kuingia theater nilimuuliza daktari, hii operation itachukua muda gani? Aniambia kwa kawaida inachukua nusu saa,
ikizidi sana dakika 45. Kwa hiyo ndani yangu nikawa na matumaini kwamba baada ya dakika 45 tutakuwa tumemaliza. Waliponichoma ganzi sikusikia, yani ile ganzi haikushika. Kwa hiyo wakati wanaanza kukata kwa ajili ya kuanza operation, nilianza kusikia maumivu. Nikaambia nasikia maumivu. Ikabidi nilazwe kabisa. Lakini nikiwa nimelala, processes zinaendelea, yani ni kama vile kuna kitu naendelea kukisikia. Nilikuwa nasikia maumivu kwa mbali, yani bado ni kama kuna feelings nazipata. Baada ya ile operation kuisha, ilichukua masaa 3. Kitu ambacho kilikuwa ni cha dakika 45 ilichukua masaa 3. Walinitoa wodini na muda huo mume wangu alikuwa ameshaondoka. Na mshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni mwezi wa 3, mume wangu bado yupo hai. Alikuwa bado Mungu hajamchukua. Kwa hiyo baada ya pale, akiwa ameondoka, amefika maeneo ambayo anatarajia sasa afike nyumbani, akawa ametafuta sehemu akae yale chakula kwa sababu tangu asubuhi alikuwa hajala na ulikuwa ni usiku. Wakati anataka kula, ndani yake akasikia sauti kwamba hapo umekaa unakula lakini mwenzio kule anaondoka. Kabla hata ajala kile chakula, aliinuka akakiacha pale, akarudi hospitali. Mpaka anarudi hospitali ilikuwa ni saa 8, muda ambao mimi ndo nimetoka wodini. Wakati amefika pale, nilikuta ndo wamenifikisha wodini, lakini nilikuwa nasikia maumivu makali sana, na kwa wakati huo pale hakukuwa na nesi na sikuwa naweza kutoa sauti kubwa. Kwa hiyo nilikuwa tunagugumia maumivu mpaka natokwa na mapovu mdomoni. Alienda akamuita nesi, akaja akanichoma sindano ya maumivu, akanichoma sindano ya usingizi, ndo nikapata usingizi nikalala. Kesho yake daktari alikuwa anatuma watu manesi kuja kuniangalia kila baada ya muda fulani, kwa sababu kilikuwa ni kitu ambacho hakuamini na hakutegemea kama ningepona. Kwa jinsi alivyokuwa ananielezea na kwa manesi ambao walikuwa kwenye kile chumba cha operation, wanasema situation iliyotokea haikuwa rahisi mimi kupona. Kilichokuwa kinatarajiwa ni kifo. Yani kuishi ilikuwa ni jambo la kustaajabisha. Kwa hiyo daktari alinieleza namna ambavyo ilimpa ugumu. Ilifika hatua alishindwa kuelewa aendelee na operation au wanitoe wanipeleke Mloganzila, lakini ndani yake akasikia tu kwamba aendelee tu kulingana na situation iliyokuwa imetokea. Na ule ndo ulikuwa uponyaji, kwa sababu kama ningebebwa kupelekwa Mloganzila nisingeweza kufika. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu alimpa daktari kufanya maamuzi sahihi kwa wakati. Na baada ya pale ilifika siku 7 zile ambazo natakiwa niende nikaangaliwe kidonda kiweze kutolewa nyuzi, lakini wakati wanatoa zile nyuzi kidonda kiliachia chote. Hakukuwa na sehemu yoyote ambayo ilikuwa imeshika. Kwa hiyo ilibidi tena niendelee kukaa hospitali. Na kilichosababisha ni kwa sababu ya ile infection, kwa sababu wakati wanaanza kufanya operation ule uvimbe ulipasuka. Na ule uvimbe ulikuwa umeshatengeneza usaha, ndio maana hata pia ganzi haikushika na nikawa naendelea kupata maumivu. Kwa hiyo nilikaa hospitali kwa muda mrefu kidogo. Nikaanza kufanywa dressing asubuhi, dressing jioni, dressing asubuhi, dressing jioni, na nawekwa asali. Asali ni tamu kwenye mdomo, lakini sio kwenye kidonda. Yani nilikuwa mpaka nasikia jasho. Baada ya kuwekwa ile asali ilikuwa inabidi kwanza nilale pale kwenye kile kitanda kama kwa dakika 15-20 hivi mpaka nusu saa ndo niweze kuinuka, kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali.
Namshukuru Mungu, wahudumu wale walikuwa ni wazuri, walikuwa wananihudumia vizuri kiasi ambacho yani pamoja na yale maumivu, lakini nilikuwa nasikia faraja sana sana. Wale watu walinihudumia kwa upendo mno mno, na nilikaa pale hospitali mpaka nikaa naitwa kiranja wa bweni, kwa sababu watu wanakuja wanaondoka wananiacha, wanakuja wanaondoka wananiacha. Lakini namshukuru Mungu, katika nyakati hizo zote alikuwa mwaminifu. Alinifundisha kumtegemea, alinifundisha kumsikia, alinifundisha kuielewa sauti yake kwa namna ambayo katika kipindi ambacho nilikuwa na shughuli zangu na mambo mengi ya misongamano ya dunia sikuweza kuisikia sauti yake. Lakini katika ule utulivu ulikuwa ni muda ambao alinifundisha kumsikia. Karibu sana wakati mwingine uweze kusikiliza mwendelezo wa hadithi hii. Mungu akubariki.